Ukiwa kama mkuu wa mkoa na umekuwa ukisimamia shughuli mbalimbali za maendeleo, na wewe tunajua ni malkia nguvu, tupitishe Singida ilipo sasa na kule ilipokuwa imetoka, kwa maana ya maendeleo yaliyopatikana kipindi hiki ambapo pia umekuwepo hapo katika awamu ya 6. Nikushukuru sana. Ni kweli Singida imepiga hatua, na nikiangalia katika serikali hii ya awamu ya 6 kipindi cha kwanza tulikuwa na mafanikio ambayo sasa tumeanza kipindi cha pili. Kwa hiyo la kwanza kubwa kuliko yote ni tumekuwa na ongezeko la watu. Wakati tumefanywa sensa 2022 Singida ilikuwa na wastani wa watu 2,858, lakini tumeongezeka sasa tuko 2,202,252. Au tunasema kwanza ili tuendelee lazima kuwe na watu. Kwa hiyo mimi nafurahia Singida watu wanaongezeka. Lakini tumepiga hatua kubwa kwenye swala zima la amani na usalama na utulivu wa mkoa. Tumeendelea kuwa tulivu na wananchi wetu wameendelea kuishi kwa amani. Lakini tunaendelea kufanya vizuri zaidi kwenye swala zima la mapato, kwa maana kupitia mamlaka yetu ya TRA na mapato ya ndani ya halmashauri makusanyo. Katika kipindi kilichopita tumeweza kufikia zaidi ya 101% kwa maeneo yote mawili, lakini tumebuni vyanzo vipya, lakini hata ongezeko la makusanyo kwa kila moja limekuwa ni kubwa. Kwa mfano mamlaka ya TRA imetoka kutoka bilioni 14 2021 tumeenda mpaka bilioni 31 katika makusanyo, lakini halmashauri zetu vipo hivyo na zenyewe zimeongeza mapato kutoka wastani bilioni 12 mpaka bilioni 25 kwa mwaka, na sasa tunaenda kukusanya bilioni 31. Hayo ni mafanikio makubwa. Lakini tumekuwa na mafanikio makubwa ya uzalishaji kwenye kilimo. Singida katika kipindi chote hiki tumekuwa na uzalishaji bora wa chakula na hatujapata changamoto ya njaa, na tumekuwa na ziada. Lakini kila mwaka namba ya uzalishaji imeongezeka. Tumetoka kwenye wastani wa tani 600,000 kwa mwaka tumefikia tani 1.3 kwa mwaka. Kwa hiyo hayo nayo tunasema ni mafanikio makubwa. Lakini pia tumeweza kuongeza biashara na shughuli zinazofanya katika swala zima la viwanda na biashara. Tumekuwa na ongezeko kubwa la viwanda, tumetoka kwenye wastani wa viwanda 1200 mpaka 1556. Lakini unapokuwa na viwanda maana yake umeongeza ajira. Lakini vivyo hivyo tumekuwa na usajili wa biashara. Wafanyabiashara wameendelea kuongezeka na kusajiliwa kwa wingi, na sasa tumefikia zaidi ya wafanyabiashara 7,000 ambao wametambulika na kusajiliwa na kupewa leseni. Kwa hiyo unaweza ukaiona Singida ni namna gani inaendelea kukua, lakini tumeongeza kiwango cha uwekezaji, viwanda vikubwa vimeendelea kuongezeka na viwanda vya kati. Hayo yote ni mafanikio ambayo tunasema kimkoa tunasonga mbele.